matendo makuu ya Mungu katika uumbaji. Mungu ndiye aliyeumba vyote tunavyoviona na vile tusivyoviona kwa macho ya damu na nyama. Lakini Mungu ndiye aliyeumba. Ni ushahidi wa wazi kwamba haya ni matendo makuu, kwa sababu uumbaji ambao Mungu aliufanya unadumu. Sambamba na hilo, bado Mungu angali anaumba, kwa sababu alitumia neno lake katika kuumba. Waebrania 11:3, kwa imani twafahamu ulimwengu na vyote viliumbwa kwa neno. Na Yohana 1 sura ile ya 1 mstari wa 3, vyote vilifanyika kwa huyu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Manake neno la Mungu linapopita kwenye maisha ya kwako, linapita likiwa limebeba nguvu za Mungu katika kuumba. Manake unapolipa nafasi neno la Mungu liingie kwenye moyo wako, kwenye maisha yako, uwe na uhakika ya kwamba kuna kitu ambacho haukuwa nacho kitaumbika ndani ya maisha yako. Kwa hiyo neno la Mungu limebeba nguvu za Mungu katika kuumba. Kwa hiyo tuliona juu ya matendo makuu ya Mungu katika uumbaji, na tukaona na vipengele vingine vingi kama 2 au 3. Lakini jana tuliangalia matendo makuu ya Mungu katika kutenda miujiza. Kwa hiyo Mungu ni Mungu ambaye anatenda miujiza kwa watu wake. Amen. Na Biblia imeweka wazi kwamba miujiza ni kitu cha kimungu. Amen. Na muujiza maana yake ni jambo kutendeka kwa namna ambayo hauwezi ukaelezea. Amen. Ni mbingu kudhihirika, kujifunua kwenye ulimwengu wa mwili. Amen. Sasa tuliona mifano kama 2 ya miujiza iliyofanyika katika Biblia. Lakini muujiza wa kwanza tuliouona ni muujiza wa kutokuisha. Muujiza wa kutokuisha ambao tuliangalia yule mwanamke mjane wa Sarepta alitendewa. Biblia inasema ya kwamba lile pipa la unga na ile chupa ya mafuta havikuisha. Vilikuwa ni vichache, lakini havikuisha mpaka njaa ilipokoma katika nchi. Maana yake nini? Maana yake Yesu anao uwezo, anazo nguvu, anayo mamlaka ya kukifanya kile ulichonacho, hata kama ni kidogo, lakini yeye anaweza kukifanya kisiishi. Ni kidogo sana, lakini pamoja katika udogo huo yeye bado anakifanya kisiishi. Amen. Unaweza kuwa na fedha kidogo, lakini ukimshirikisha Yesu kwenye hiyo fedha yako kidogo, yeye Yesu ataifanya hiyo fedha yako kidogo isiishi. Unaweza kuwa na biashara ndogo, ukimshirikisha Yesu kwenye hiyo biashara yako ndogo, yeye Yesu anaweza kuifanya hiyo biashara yako isiishi. Ni kidogo kweli, lakini haiishi. Ni kidogo kweli, lakini haifi. Kwa nini? Kwa sababu mbingu zimebeba nguvu, zimebeba muujiza wa kutokuisha. Naomba nikumbuke neno hili ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na milele ijayo.
Amen. Kwa hiyo uwe na uhakika kama alimtendea yule mjane wa Sarepta, atakutendea na wewe. Mume wake baada ya kuwa amefariki aliacha madeni. Baada ya kuacha madeni, wanaomdai wakaja. Walipokuja wakamwambia tuchukue watoto au tulipe. Biblia inasema yule mwanamke mjane alienda kwa Mungu. Alienda kwa Mungu kupitia Elisha. Kwa hiyo unapopata shida, matatizo, changamoto, kimbilia kwa Mungu. Kwa Mungu kuna msaada. Amen. Kimbilia kwa Yesu. Amen. Kwa Yesu kuna msaada. Amen. Maana peke yake ndiye anayeweza kukusaidia. Amen. Biblia inasema yule mwanamke mjane alipoulizwa una nini nyumbani mwako, Biblia inasema alisema hana kitu. Na hiyo ndio desturi ya watu wengi, kwa sababu wanapoyaangalia matatizo yanayowakabili, changamoto zinazowakabili na kile walicho nacho, wanaona kwamba kile walicho nacho hakiwezi kikawasaidia. Ni rahisi kusema ya kwamba sina kitu. Ni rahisi kusema ya kwamba mimi sina uelekeo. Lakini ukimuuliza unaelekea wapi, kuna mahali anaenda. Lakini ukimuuliza anasema sina uelekeo. Na mimi jioni ya leo natamani nikwambie, hicho ulicho nacho ni cha thamani mbele za Bwana. Ni cha thamani kwenye maisha yako. Amen. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapokuja ili akusaidie, anatumia ulicho nacho. Amen. Mungu hawezi kutumia usicho nacho ili kukusaidia. Amen. Mungu hawezi kutumia usicho nacho ili kukuvusha. Ukiangalia katika Biblia, maandiko yanasema wana wa Israeli walipofika mbele ya bahari ya Shamu, wakaanza kumlilia Mungu. Lakini Mungu alimuuliza Musa, una nini mkononi mwako? Una nini mkononi mwako? Mungu akamwambia Musa, tumia kilicho mkononi mwako. Na Musa alipotumia fimbo iliyo mkononi mwake, bahari iliyokuwa mbele yake ilipasuka. Hebu nitikisie jirani yako, mwambia tumia ulicho nacho. Tumia ulicho nacho. Tumia ulicho nacho. Tumia ulicho nacho. Kwa sababu Mungu ameweka hicho, na Mungu akitaka kuja kukusaidia anapitia kwenye ulicho nacho. Na ndio maana ni muhimu uwe na kitu. Ni muhimu ujue ulivyo navyo. Amen. Kwa sababu unaweza ukawa na kitu lakini haujui kama una vitu. Unaweza ukawa na kitu lakini hautambui thamani ya kile ulicho nacho. Amen. Chochote ulicho nacho kwenye maisha yako ni cha thamani. Na ndio maana hakuna kisicho na maana hapa duniani. Amen. Hakuna kisicho na maana. Amen. Hata hivyo vyombo vitupu vilihusika kwenye muujiza. Ili muujiza huu ukamilike, akaambiwa katake vyombo vitupu. Lakini Biblia inasema ili muujiza ukamilike, kavitake vyombo vitupu. Amen. Mwambie jirani yako, kila kitu kina maana kwenye maisha yako. Kila kitu kina maana kwenye maisha yako. Kuna watu ambao unaweza ukawa nao kwa sababu ya yale mazoea ya maisha, namna ya kuishi, namna ya kutembea nao, ukawaona ni wa kawaida, hawana maana yoyote ile kwenye maisha yako. Lakini ngoja nikwambie, hayupo mtu ambaye hana maana kwenye maisha yako. Amen. Awe anamwamini Mungu, awe hajamwamini Mungu, kila mtu ana thamani na ana umuhimu wake. Amen. Niliwahi kusoma andiko hili, sema niombe mataifa, niombe nami nitawatoa mataifa kuwa urithi wa kwako. Unaelewa maana ya neno mataifa? Mataifa ni watu wasiomwamini Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Unamuomba Mungu, yeye Mungu anawatoa watu ambao hawajaamini. Hawa ambao hawajaamini anawatoa ili wawe kwako. Amen. Kwa hiyo kila mtu unayemwona hapa duniani ana thamani
na ni wa maana. Naomba niseme hivi, napohitimisha kipengele hiki, mtu wa Mungu, lazima ujue ya kwamba Yesu ndiye mtenda miujiza. Lakini ili akutendee muujiza lazima uwe na kitu. Lazima uwe na kitu. Tunapozungumza juu ya muujiza wa kuongezeka, maana yake una kitu kimoja, yeye anafanya namna kutoka kwenye kimoja vinakuwa vingi. Ndio jambo la msingi sana. Madamu unachocho kidogo, Yesu akutendee muujiza wa kuongezeka. Na Yesu akupe kuongezeka katika jina la Yesu aliye hai. Madamu unayo amani kidogo, Yesu achilie baraka ya amani kwenye maisha yako. Amani ya Bwana ifurike kwenye familia ya kwenu, kwenye ofisi ya kwenu, kwenye koo wa kwenu. Amani ya Bwana iongezeke. Inawezekana ipo kidogo sana, lakini kwenye udogo huo Bwana akupe kuongezeka. Haleluya, haleluya. Kuna kabiashara kadogo, ni kadogo mno, hakuna tumaini. Ukiangalia kushoto haujui kwamba unapitaje, ukiangalia kulia haujui kwamba unavukaje. Lakini kupitia Yesu akupe kuongezeka. Biashara yako iongezeke, fedha yako iongezeke, afya yako iongezeke. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay, leo nizungumze jambo la 5 kwa mtiririko ambao Mungu ametupa. Jambo la 5 katika mtiririko wa somo letu hili: matendo makuu ya Mungu katika uponyaji. Matendo makuu ya Mungu katika kuponya magonjwa. Matendo makuu ya Mungu katika kuponya magonjwa. Baba, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Sifa na utukufu ni kwako. Yesu, ulipokuwa hapa duniani uliponya maelfu ya watu, ulifungua roho za watu, uliondoa magonjwa kwenye miili ya watu. Leo hii tunaposoma neno lako, linatuonyesha ya kwamba wewe uliponya, ulifungua waliokuwa wakiteswa na magonjwa. Nami nakuomba katika jina la Yesu, ili ya kwamba jioni hii na ijulikane ya kwamba wewe Mungu ni yule yule. Wewe unaumwa nini? Wewe unaumwa nini? Wewe unaumwa nini? Tungepata watu wachache sana ambao hawana changamoto za magonjwa. Kwa hiyo hii inatufunulia kujua ya kwamba ugonjwa ni adui mkubwa wa maisha ya mwanadamu hapa duniani, pamoja na maadui wengine ambao wapo. Lakini pia ugonjwa ni adui mkubwa anayeyawinda maisha ya mwanadamu, anayeyakabili maisha ya mwanadamu. Na ndio maana huduma ya Yesu akiwa hapa duniani kwa mwili huu wa damu na nyama, 70% ya huduma na mambo ambayo aliyafanya Yesu hapa duniani ni pamoja na kuponya magonjwa. Ni pamoja na kuponya magonjwa. Kwa hiyo ile 100% ya maisha ya Yesu aliyoishi hapa duniani akiwa na mwili wa damu na nyama, alishughulika na magonjwa kwa 70% ya huduma yake. Hii inaonyesha ya kwamba magonjwa ni hatari, lakini magonjwa ni mengi na hayajaanza leo, yalikuwepo tokea zamani. Na ndio maana hata nyakati za Yesu alishughulika na magonjwa. Na katikati yetu jioni ya leo, Yesu anataka ashughulike na magonjwa yanayotesa maisha ya watu. Sasa nimekwambia 70%
ya huduma ya Yesu ilihusu uponyaji. Amen. Manake magonjwa yalikuwepo, magonjwa yalitesa watu, magonjwa yalionea watu. Sasa tuanze na maandiko haya katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 53 na ule mstari wa 5. Nabii Isaya sura ile ya 53 na ule mstari wa 5. Maandiko yanasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Huyu ni nabii Isaya anamtabiri Yesu kama mponyaji. Wakati analizungumza neno hili, alilisema katika roho. Amen. Kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Sio ulimwengu wa mwili. Alisema akionyesha namna ambavyo Yesu atakuja kuyaondoa magonjwa katikati ya wanadamu. Amen. Atakuja kushughulika na magonjwa kwa asilimia kubwa. Amen. Pamoja na mambo mengine ambayo ametangulia kuyasema. Lakini jambo kubwa ambalo natamani ujue ya kwamba anatabiriwa kama mponyaji. Maana yake moja ya kitu ambacho Yesu amekibeba na anakiachilia na anashughulika nacho ni kuponya. Anaponya roho za watu. Amen. Anaponya miili ya watu. Amen. Amebeba uponyaji wa aina mbili. Anaponya roho za watu, lakini anaponya miili ya watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usaidia kumuuliza jirani yako, unataka kupona nini leo? Unataka kupona nini leo? Mponyaji yuko hapa katikati yetu. Mponyaji yuko hapa katikati yetu. Mliponywa, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Natamani kuonyeshe ambacho kiko kwenye andiko hili, hasa kipengele hiki cha mwisho. Petro anajaribu kuwaonyesha kwamba Yesu akiwa pale msalabani, anapigwa mijeledi, anagongwa misumari, yale matendo aliyokuwa akiyafanya pale yalikuwa yanaachilia uzima kwenu. Manake pale alipokuwa anapigwa, vile alivyokuwa anapigwa, ninyi mliponywa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya makutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nielewe vizuri. Amen. Kwa sababu usiponielewa ni vigumu kuamini. Petro anasema hivi. Isaya alianza kusema hivi, na kwa kupigwa kwake tumepona. Lakini Petro anasema hivi, na kwa kupigwa kwake. Kumbuka Isaya amekuja kabla Yesu hajaja duniani. Amekuwapo kabla Yesu hajakuwepo duniani kwa namna ya mwili wa damu na nyama. Kwa hiyo anasema Petro amekuja baada, ameishi baada ya Yesu kuwa ameondoka. Wameishi naye, Yesu akaondoka kwa namna ya mwilini. Kwa hiyo Petro analizungumza hili akionyesha kilichofanyika msalabani kilikuwa kinalipia uzima, kilikuwa kinalipia uponyaji. Manake kwa kupigwa kwake pale msalabani, ninyi mliponywa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Natamani unielewe mtu wa Mungu. Kwa hiyo uponyaji uliachiliwa na Yesu
pale msalabani ni kitu ambacho tayari kipo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kinatakiwa kudhihirika kwenye maisha yako ya rohoni, kinatakiwa kudhihirika kwenye maisha yako ya mwilini. Amen. Kwa sababu Petro anasema kwa kupigwa kwake mliponywa. Saidia kumwambia jirani yako, mimi nimeshapona tayari. Mimi nimeshapona tayari. Saidia tena kumwambia jirani yako, mimi nimeshapona tayari. Mimi nimeshapona tayari. Muulize, unaamini? Unaamini? Yeye ni ngumu kuamini. Lakini Biblia inasema kwa kupigwa kwake pale msalabani mliponywa. Manake uponyaji tayari upo. Amen. Na jioni ya leo tunaenda kuuita huo uponyaji ambao Yesu aliulipia pale msalabani. Amen. Upate kuwa juu yako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ule uponyaji ambao Yesu aliulipia kwa makovu ya miiba aliyovishwa kichwani na kwa misumali kwenye mikono yake na kwa kutobolewa ubavuni, huo uzima uwe juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Maana tayari Yesu ameshalipia uzima wako. Amen. Kinachotakiwa huo uzima udhihirike kwenye maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, tupate mifano michache ya uponyaji ambao Yesu aliufanya. Injili ya Luka sura ile ya 4. Injili ya Luka sura ile ya 4 mstari wa 38 mpaka ule wa 41. Akamwomba kwa ajili yake. Mstari wa 39, akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, ikamwacha. Mara hiyo akaondoka, akawatumikia. Hebu kwanza hapa niweke pause. Muulize jirani yako, wewe ukiugua homa unafanyaje? Wewe ukiugua homa unafanyaje? Wewe ukiumwa homa, jamani, na hisi dalili za homa na nini, wewe unafanyaje? Ukiugua wewe unafanyaje? Kwa sababu wengi wanakimbilia hospitalini. Hatukatai, ni muhimu. Lakini waraka wa Yakobo unatuambia kwenye ile sura ya 5 ukianza na mstari wa 10 ya kwamba mtu wa kwenu amepatikana na mabaya aombe. Amen. Manake kabla haujainua mguu wako kwenda hospitalini ni lazima uombe. Amen. Pamoja na kwamba utaenda hospitalini, lakini omba kwanza. Amen. Hilo ndilo jambo la msingi. Amen. Kwa nini? Kwa sababu sio kila homa ni homa ya kawaida. Amen. Sio kila ugonjwa ni ugonjwa wa kawaida. Amen. Manake omba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mwanamke ameshikwa na homa kali. Hii ingekuwa leo, wataalamu wa kukadiria wangesema hii itakuwa typhoid. Maana typhoid ina homa kali sana. Hii itakuwa malaria. Hizi dalili za UTI. Kwa hiyo anaumwa, lakini Biblia inasema akaikemea ile homa, ikamwacha mara hiyo akaondoka, akawatumikia. Kwa hiyo inawezekana kuna hiyo homa ndani yako. Uwe na imani ya kuamini ya kwamba ikikemewa kwa jina la Yesu inaondoka. Amen. Amen. Ikikemewa kwa jina la Yesu uwe na uhakika inaondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jioni ya leo nataka nikwambie, huyo Yesu aliyewaponya wagonjwa nyakati zile zilizopita yuko kwenye viwanja hivi tena. Ataenda kushughulika na huo ugonjwa ulio ndani yako. Ataenda kushughulika na hayo maradhi yaliyo ndani yako. Amen. Kwa nini? Ni yeye yule, habadiliki, milele iliyopita na milele ijayo. Kama aliwaponya zamani zile, uwe na uhakika hata katika zamani hizi yeye bado angali
anaponya. Amen. Nikupe mfano mwingine. Yesu ni mponyaji wa vipofu. Katika Injili ya Marko sura ile ya 10, Injili ya Marko sura ile ya 10 mstari wa 46 mpaka wa 52. Marko 10:46 mpaka 52. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartholomayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kuwa Yesu Mnazareti, alipaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaluka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akaifuata njia. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya makutano. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nataka nizungumze kidogo. Ni kisa ambacho tunakielewa kabisa, lakini nataka nikupe sababu mojawapo ya maradhi na magonjwa kuwa mengi, na sababu ya watu kutokupona maradhi na magonjwa yanayowatesa. Lakini nikuthibitishie pia ya kwamba Yesu anaponya. Amen. Na tunaelewa mwombaji hawezi akatembea katikati ya njia, hawezi akaketi katikati ya njia, lazima ataketi pembezoni mwa njia. Na Bartholomayo mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Biblia inaniambia akasikia msafara unapita, akauliza, ni nani huyo? Nisaidie kumwambia jirani yako, ni muhimu kuuliza nini kinaendelea. Ni muhimu kuuliza nini kinaendelea. Nitikisia jirani yako, mwambie ni muhimu kuuliza nini kinaendelea. Ni muhimu kuuliza nini kinaendelea. Hata kama huoni, uliza, jamani, nini kinaendelea? Kwa sababu huyu kipofu mwombaji alikuwa haoni, lakini kasikia kwamba mbone kama kuna watu wengi wanapita, hii sio kawaida, kuna nini huko? Wakamwambia, yule Yesu wa Nazareti anapita. Hakuwa na msaada wa kumsaidia ili afike kwa Yesu. Msaada wake pekee ni kupaza sauti. Biblia inasema akaanza kupaza sauti yake, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Neno unirehemu ni neno la kuomba msamaha. Neno unirehemu ni neno la maungamo. Kwa hiyo dhambi inazuia watu wengi wasipone. Amen. Nirudie, dhambi inazuia watu wengi wasiponywe. Amen. Kwa nini? Huyu mtu alianza kuomba rehema, alianza kuomba msamaha. Manake kule ndani alikuwa na ushuhuda wa kwake binafsi. Anajua jinsi nilivyo, siwezi nikaponywa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha mabaya, ushuhuda mbaya, kielelezo kibaya ambacho kiko ndani ya moyo.
hakionekani kwa watu wengine. Nisaidie kuniulizia jirani yako hapo, muulize umebeba nini moyoni mwako wewe. Maana yake ndani ya mioyo ya watu wengi wamebeba mambo mengi asili yasiyotambulika na wanadamu. Nataka nikwambie Yesu anayaona hayo. Anapopita kuponya wengine jioni ya leo, mwambie Bwana unisamehe. Ili upate kupona, mwambie Bwana unirehemu. Ili apate kukuponya, mwambie unisamehe. Amen. Amen. Maisha ya dhambi yamezuia uponyaji wa maisha ya watu wengi. Amen. Hauponywi kwa sababu ya maisha ya dhambi. Amen. Umezoea dhambi, unaishi na dhambi, unatembea na dhambi. Amen. Uponyaji wa Mungu hauwezi ukauona mahali pa hivyo. Amen. Uponyaji wa Mungu hauwezi kudhihirika mahali pa hivyo. Amen. Kwa hiyo ni lazima uungame mbele za Bwana. Amen. Mwambie Mungu, nimekukosea, naomba unirehemu, unisamehe. Usikimbilie tu kuomba uniponye, unifungue. Omba rehema. Amen. Lakini inatuonyesha ya kwamba magonjwa mengi ni matokeo ya dhambi. Amen. Kabla dhambi haijaingia, magonjwa hayakuwepo. Amen. Magonjwa hayakuwepo. Kwa hiyo dhambi inapokuwepo mahali, uwe na uhakika magonjwa yatakuwepo. Amen. Ya kutosha. Amen. Tena yasiyopona. Amen. Kwa nini? Dhambi imeweka makao hapo. Lakini kielelezo kingine ambacho nataka ukione katika kisa cha huyu kipofu aliyeponywa. Katika safari yako ya uponaji au ya uponywaji wako wakatisha tamaa. Huyu jamaa alikuwa anaomba uponyaji, akasema Bwana unirehemu, Bwana mkubwa unirehemu. Wengine wakamwambia wewe nyamaza. Amen. Nyamaza. Kama ambavyo wewe watakwambia wewe ni mjinga sana, unaacha kazi zako unaenda uombewe, unaacha kazi zako, biashara zako unaenda uombewe. Hao ni wakatisha tamaa. Walikuwepo tangu zamani. Wapuuzie. Amen. Amen. Bartholomayo hakuwasikiliza. Wanamwambia nyamaza, usiombe. Anasema no. Huu ndio wakati wangu wa kupona. Lazima nimwite Bwana mkubwa, lazima niliitie jina lake. Akaendelea kuita, wanamnyamazisha, anaita zaidi, wanamnyamazisha, anaita zaidi, mpaka Bwana mkubwa akaitikia. Na sisi jioni ya leo lazima tuliitie jina la Bwana mpaka magonjwa yaondoke. Amen. Amen. Mpaka magonjwa yaondoke. Amen. Unajua kuna namna ambavyo unaweza kuwa umekaa hapo, unatamani kabisa Mungu akuponye. Unajaribu kuangalia mazingira ya uwanja huu, unaona hakuna dalili za kupona. Unajaribu kuangalia aina ya watu ambao wapo, unaona hapa hamna uponyaji. Unajaribu kuangalia aina ya mhubiri, unasema hapa siwezi nikapona. Nataka nikwambie hivi, haponyi binadamu, anayeponya ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Yeye ndiye anayeponya. Sio mazingira, sio eneo, ila Yesu akiwepo lazima upone. Yeye aliponya magonjwa yote. Amen. Amen. Kuna sauti zinakwambia ndani yako, mjinga wewe, unaweza ukapona kweli hapa? Hapa uwezo ukapona. Unajisumbua tu, hauwezi ukapona. Hao ndio wakatisha tamaa. Amen. Na shetani yuko kazini kwa asilimia kubwa. Amen. Kwa hiyo ni lazima umshinde. Amen. Washinde hao wakatisha tamaa. Amen. Ziwe ni sauti, yawe ni mawazo, wawe ni watu. Labda niseme hivi, kuna uponyaji ambao
mtu akiombewa hapa sahihi kwa jina la Yesu uwe mzima, anakuwa mzima saa hiyo hiyo. Amen. Kuna uponyaji mwingine mtu anaombewa hapa kwa jina la Yesu uwe mzima, uzima unaanza kuumbika kidogo kidogo. Amen. Kidogo kidogo unaingia, unaanza kuumbika kidogo kidogo. Amen. Kwa namna anavyoendelea huyu mtu katika maombi, katika ibada, ule uzima unakamilika ndani yake. Amen. Kwa hiyo usije ukakatishwa tamaa. Amen. Kwamba hili jambo hapana, hauwezi ukapona. Usije ukakatishwa tamaa hata kidogo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Biblia inaniambia Yesu alimponya Bartholomayo kipofu, na mimi jioni ya leo nakwambia Yesu akuponye huo ugonjwa unaokutesa. Yesu aponye roho yako. Amen. Yesu aponye ndoa yako. Amen. Yesu aponye biashara yako. Amen. Yesu aponye watoto wako. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Mfano mwingine, Yesu alimponya kichaa wa Wagerasi. Kwa hiyo Yesu anaponya mpaka vichaa. Marko sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule wa 16. Lakini ukivuka ukaenda hiyo Marko 5 ukaenda mstari wa 25 na wa 34, maandiko yanatupa kisa kingine. Yesu anaponya magonjwa yaliyodumu kwa muda mrefu au magonjwa yaliyokaa kwa muda mrefu. Yesu anaponya. Kile kisa cha yule kichaa wa Wagerasi inasema ndugu zake walimkataa, lakini alipokutana na Yesu, Yesu akamponya. Lakini kielelezo kingine nataka nikupe kwamba Yesu ni mponyaji wa waliopooza. Marko sura ya 2. Hapa naomba nikusomee. Nakupa maandiko mengi kidogo ili uwe mtaji kwako pia kwa ajili ya kusoma Biblia na kujisomea. Marko sura ya 2 mstari wa 1 naomba nianze kusoma. Akaingia Kapernaum tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wamemleta mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi waliokuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, jitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kuwa mwana wa Adamu anayo amri ya kusamehe dhambi. Hapo aliwaambia yeye mwenye kupooza na kuambia, ondoka, jitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, makutano. Amen. Ni kisa cha huyu ndugu ambaye alikuwa amepooza. Biblia haituambii ni kwa muda gani, lakini inatuambia ugonjwa wake kwamba alikuwa amepooza. Hapa inatufundisha kwenye maisha yetu ya kawaida, ni lazima
tujifunze kuchagua aina ya marafiki ambao tutaambatana nao kwenye maisha yetu. Unapokuwa umelemewa, hauwezi, wanaweza kukubeba. Wanaweza wakakubeba. Au ndio marafiki wa kutangaza, hii muoneni tu jamani, anavaa anapendeza, lakini nini? Mume wake anampiga kila siku huyu. Muoneni tu hivi anapendeza, lakini ana madeni mengi. Muoneni tu hivi anapendeza. Jamani, marafiki zako wanaweza kukubeba. Hivi vijana mko wapi paka wa jamaa na kanisa? Manake lazima uwe na watu, uwe na marafiki ambao wanaweza kukubeba. Tena sio kukubeba tu, wanaoweza kukubeba katika njia njema. Wanaoweza kukubeba katika kusudi la Mungu. Wanaoweza kukubeba katika uelekeo wa Mungu. Ni lazima uchague marafiki watakao kubeba katika dhiki na shida. Hawa ndugu wakasema, ndugu yetu hawezi kufa hivi hivi. Ndugu yetu hawezi kufa hivi hivi. Chunguza vizuri aina ya marafiki ulionao. Unaweza kuwa unalia machozi na wenyewe wanalia, lakini ndani ya mioyo yao wanasema ndo safi. Kama ni kufa tunayafe, kama ni ndoa kuharibika iharibike, kama ni kufukuzwa kazi na yeye afukuzwe. Lakini ni marafiki zako. Chunguza marafiki wanaokuzunguka. Chunguza. Huwa nawaambia watu, yani ile kufanya kazi aina moja, kwamba wote sisi ni wafanya biashara, haitufanyi tuwe marafiki. Sio lazima tuwe marafiki. Tumepanga ngome moja, tunaishi nyumba moja, sio sababu ya kuwa marafiki. Inategemea uelekeo wako. Uelekeo wako na wangu vikiendana, tunakuwa marafiki. Wakambeba, wanasema no, tumpeleke kwa Yesu. Angalia, waliingia gharama ya kutembea kwa miguu wakiwa wamembeba rafiki yao. Mungu akuinulie marafiki watakaoingia gharama ya kukubeba ukiwa uwezi. Yesu akuinulie marafiki watakaoingia gharama ya kukuombea. Yesu akuinulie marafiki watakaokubali kuacha kazi zao ili wakusaidie. Lakini anautumia mlango wa ndoto kupitisha magonjwa kwenye maisha ya wanadamu. Lakini anatumia vitu vya kushikika mwilini kuachilia magonjwa, hasa vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa tunapoenda kuomba, maana tamani tuombe, na kipengele chetu kikubwa ambacho unasimama nacho kuomba nacho jioni ya leo, nataka tukaombe kwa ajili ya magonjwa. Kama wewe ni mgonjwa mahali popote pale ulipo, nataka tuombe kwa ajili yako kwa dakika hizi chache. Na mimi nataka nikwambie, kabla haujataka uponyaji, omba msamaha kwa Mungu. Ni lazima uombe rehema, ni lazima uombe msamaha. Inawezekana shetani ameyaharibu maisha yako kwa magonjwa, ameharibu uchumi wako kwa magonjwa, ameharibu afya yako kwa magonjwa. Lakini jioni hii ya leo nataka tukalitie jina la Bwana. Yeye Bwana anazo nguvu, maana imeandikwa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na mstari wa 8, kwa kusudi hilo Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Inawezekana kuna namna shetani ameyaonea maisha yako akitumia magonjwa. Inawezekana kuna namna shetani ameharibu uchumi wako akitumia magonjwa.
Lakini jioni ya leo tunaenda kuomba mbele za Bwana. Ninamwamini huyu Yesu, yeye aliyewaponya maelfu ya watu, atakuponya na wewe. Amen. Jambo la kwanza, mwamini. Amen. Jambo la pili, muombe msamaha. Amen. Jambo la tatu, amini unapona. Amen. Amini unapona. Amen. Mahali ulipo naomba usimame. Sogea tu, usione haya, sogea tu. Wala kuna jambo jipya wala geni. Tunamwomba tu Mungu, tunalitia tu jina la Bwana. Sogea, sogea. Tangu zamani haubadili, wewe ni Mungu, haubadili. Tangu zamani haubadiliki, Ni Mungu